Mtazamaji wa Kishki TV, karibu sana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo kuelekea katika mashindano ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Safari hiyo inazidi kuiva, kwani siku 4 tu zimesalia, na hii leo washiriki wameanza kuwasili, na mshiriki wa kwanza kuwasili ni Sabiq Twaha Abubakar akitokea katika nchi ya Uingereza. Ni naye hapa Sabiq mara baada ya kutokea Uingereza. Sabiq, welcome to Tanzania. How do you feel to be here? Alhamdulillah, feel good. The weather is good, mashallah. Alhamdulillah, feel excited to go on the competition. Alhamdulillah, preparation started like months ago. Every day going on revision, going on and on. Alhamdulillah, I feel strong, ready for the competition. Inshallah, get ready. Inshallah, the win is gonna come to us. Inshallah, everyone speaking here and there, speaking for the ready for the competition. Inshallah, expectations. Inshallah, perform good. Inshallah. Bana Sabiq hajaja peke yake, ameongozana na baba yake hapa kwa ajili ya kuja katika mashindano haya makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Nitazungumza naye pia kujua jinsi gani ambavyo alivyojiandaa, lakini pia heshima ambayo mtoto wake ameiheshimisha katika bara la Ulaya akija kushiriki katika mashindano haya makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niambie, mashindano haya huko Ulaya na maeneo mengine ya Ulaya ambayo mnatoka, Uingereza na maeneo mengine, yanazungumzwa kwa kiasi gani? Kwa hakika mashindano haya ni mashindano ambayo kwanza wenyewe mashindano makubwa, alafu pia kila mmoja anayafahamu na kila mmoja huwa anatamani au yameshiriki katika mashindano kama haya. Sasa wakati unapotaja tu Al Hikma Foundation ama mashindano ya Tanzania, kila mmoja atakusikiliza mashindano ya Kishki, mashindano fulani, basi ni mashindano ambayo kwamba yamesambaa sana yani. Kwa kiasi kubwa sana. Mwanao anakuja kuwakilisha bara la Ulaya katika mashindano haya. Ndio. Unajihisi vipi? Kwanza sisi kama familia tunajihisi furaha sana kwamba kijana wetu ameweza kuwa ni miongoni wa watakao kushiriki mwaka huu, na kule kwamba yeye anawakilisha Uingereza, basi ni furaha kubwa kwetu sisi na kwa familia na kwa wengi ambao kwamba ni marafiki ambao tuko nao, kila mmoja amefurahia kwa jambo kama hili. Hasatan nikimtaja ndugu yangu Swaleh ambaye alikuwa mara nyingi anatafuta kijana ambaye asili yake ni ya Kiafrika ama ya kinyumbani ambaye ataweza kuwakilisha kutoka Uingereza. Basi mwaka huu tumeweza kuchukua nafasi hiyo. Kwa namna ulivyomuona Sabiq na maandalizi ambayo yamefanyika huko, nadhani anaweza akafika katika level ipi kwa mashindano? Tamani kubwa sana kwamba anaweza hata namba ya 1 anaweza kuchukua, kwa sababu kijana anajitahidi kutoka udogoni kwake mpaka sasa hivi. Utamkuta yeye mwenyewe ana bidii kubwa, hasa katika masala ya Qur'ani. Ni kitu ambacho kwamba yani amekulia nacho mwenyewe, sio lazima umforce yani. Yeye mwenyewe anajaribu kujiandaa kutoka udogoni, na sisi tunajaribu kumpiga push mpaka ameweza kufikia namna hii. Sasa kulingana na maandalizi yake kutoka alipokuwa mdogo mpaka sasa hivi, tuko na tamaa kwamba anaweza kuchallenge yoyote. Sabiq anazungumza Kiingereza, wewe unazungumza Kiswahili. Vipi? Wakati ukiongea naye Kiswahili anaelewa na anazungumza. Mimi nazungumza Kiswahili, nazungumza Kiingereza, yani tuna mix namna hiyo. Basi mimi niwashukuru sana na kila laheri katika mashindano haya. Wakati ambapo mkiwa mnaenda kujiandaa, siku 4 zimesalia mpaka pale ambapo mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu yatakapofanyika pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2026 kuanzia saa 12 kamili za asubuhi hadi saa 6 ya mchana. Kila mmoja anasubiri kujua nani ambaye atakwenda kuibuka mshindi wa kwanza katika mashindano haya mwaka huu, na mshiriki wa kwanza huyu hapa tayari amekwisha wasili. Qur'an tukufu ina ncha mbili, ncha moja ipo kwa Allah na ncha nyingine ipo kwetu. Shika ncha yako na shika ncha yangu. Qur'an tukufu ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu hadi kwa Mkapa. Kishki TV, nuru ya dini yako.